Bwana Yesu asifiwe. Okay, sasa tutaanza na swali la kwanza kabisa. Kuna mtu ameuliza swali la ndoto na tutajaribu kutafuta tafsiri yake kwa upana wake ili tujue kipi ni kipi. Sawa. Na ni kushauri wewe unajaribu kuweka dondoo za ndoto, baadaye zitakuza uelewa wako. Automatically utajikuta unaweza ukawa mbunifu kwenye kuelewa ndoto. Niseme ndoto ni ishara. Na nimekuwa nasema mara nyingi sana, ndoto ni ishara. Mara nyingi utaota ndoto katika mazingira ya kawaida, to resemble au kufanania kitu fulani. Kwa hiyo unapoandika na kuzifuatilia, baada ya muda utakuwa mbunifu wa kujua kutafsiri mazingira. Unaota ndoto unaingia chooni. Kwa mfano, unaota ndoto unaingia chooni, alafu unakuta choo kichafu. Sawa. Unashtuka. Wengi wanatafutaga tafsiri na kutafuta maana yake ni nini. Yeye anachowaza ni choo. No, sio choo. Ndoto inajaribu kukuletea mazingira ya mfanano. Kwa mfano, kazi ya choo ya kwanza ni sehemu ya emergency call. Ni tafsiri. Kwa hiyo utakuwa mzoefu wa kujua choo kitu cha kwanza ni emergency call. Sasa kama mimi nimeona naenda chooni kujisaidia, nikajisaidia kwa mfano, afu nikatoka. Sawa? Maana yake ni nini? Kwa lugha rahisi, maana yake ni kwamba kuna tukio kwenye maisha yako litakutokea. Sawa, kama inavyokuwa masuala ya choo, emergency. Yani kuna tukio la emergency ambalo for anyhow litakutaka uwe ndani ya hilo tukio. Sawa. Kwa sababu inaweza ikawa na tafsiri nzuri au mbaya. Pili, kwenda chooni maana yake ni kuondoa uchafu. Maana yake Mungu anakusemesha kwamba kuna mazingira unayopitia umebeba uchafu. Jaribu kutafuta uondoe ule uchafu. Simple like that. Na inawezekana hapa naongea na mtu eti kuna mtu enda kashaota ndoto anaenda chooni, akajisaidia akatoka, afu akuelewa. Sawa. Kwa najaribu kutolea mfano kwamba masuala ya ndoto ni masuala ambayo yanabeba picha. Jifunze kutafsiri mazingira na kujaribu kubebea image yake. Kwa mfano huyu kaota ndoto. Anasema mimi nimeota ndoto kwamba ana kucha ndefu, kucha hizi za kawaida ndefu sana za miguuni. Wakati kiuhalisia sina kucha ndefu miguuni. Na sio mara ya kwanza nimekuwa naiota ndoto nina kucha ndefu miguuni na kucha ndefu miguuni. Sawa. Sasa anahitaji tafsiri. Kwa hali ya kawaida unaweza ukasema hii ndoto haina maana, ni mawazo tu au umechanganyikiwa tu au ni pepo. No, sio pepo. Ndoto ina maana kabisa. Ina maana. Kitu cha kwanza, kwa mfano ukitaka, ndio maana kuna wakati natamani niwaulize maswali zaidi. Hizo kucha zilikuwa imara? Maana unaweza ukaziona kucha lakini unaona una kucha imara, very strong. Sawa. Zilikuwa zimekatika, zilikuwa chafu au zilikuwa safi? Kuna vitu vingi ambavyo utaviangalia kwenye kucha. Inaanza kukupa tafsiri ya ndoto. Kwa mfano, wenye kucha ni nani? Swali la kwanza unajiuliza, wenye kucha ni nani? Simba wanakucha. Mwewe, tai wanakucha. Kuku wanakucha. Sawa. Sasa swali la pili, matumizi
ya kucha kwa hawa kuku, mwewe au tai na ndege ni nini? Kitu cha kwanza kabisa, hata paka na mbwa wanakucha. Kitu cha kwanza kabisa ni defense mechanism. Ni ulinzi, kucha. Kwa hiyo unavyoona una kucha ndefu, kwa mfano kama ulibatikwa kaziona ni strong, maana yake Mungu anakuambia you are strong in your defense. Ila wewe umeona kucha. Kwa hiyo ukiamka asubuhi unapata shida, nina kucha ndefu. Unaanza majini. Sio mnachowazaga? Hao nimekuwa jini. Wewe sio jini rafiki yangu. Jaribu tu ku advance your thinking capacity. Sawa sawa Kitu cha kwanza kabisa ni defense mechanism. Kucha inaweza ikaonyesha kwamba you are strong kwenye upande wa ulinzi. Na ndio maana aliona anakucha miguuni. Sawa sawa Na kwenye mambo ya usalama au ulinzi wa mtu, lugha ile waga iko miguuni. Ndio maana Biblia inasema Mungu ataulinda mguu wa mwenye haki usisogezwe. Maandiko yanasema sawa sawa mguu usisogezwe. Kwa kama adui anakusogeza mguu, amekumaliza. Ndio tafsiri. Na ndio maana wengi sana waga mnaota ndoto ambazo hamuelewi kuhusu miguu. Moja, kuna mtu anaota yuko peku na anatembea. Sio ndoto nzuri by the way. Ina tafsiri yake nyingine, lakini mara nyingi sana ukiona swala la miguu linaonyesha pia swala la hatima. Kusudi la Mungu lilokuleta duniani. Ukiona umevaa viatu lakini vile viatu ni vibovu, either kwenye soli ni dhaifu, maana yake foundation yako yawe kubeba hatima ni mbovu. Therefore you will try in anyhow, lakini kama hutashughulika na soli, hutafanikiwagwa kufikia hatima ambayo Mungu alikuumbia. Kwa mfano rafiki yangu alishawahi kuota ndoto tukiwa tuko form 6 aliwahi kuota ndoto ya mimi na yeye. Akaota ndoto kwamba mimi na yeye tumevaa viatu, ila viatu vyetu viko vice versa. Yeye vya kwake soli ni mbovu sana. Soli ni mbovu sana, lakini juu ngozi ile very strong. Very strong. Mimi vya kwangu no. Vya kwake yeye soli ilikuwa nzima, juu ile ngozi ni mbovu. Sawa sawa Mimi vya kwangu soli ni mbovu, juu ngozi ni very strong. Then tukajaribu kutafuta tafsiri. Na ukiangalia maisha yake na yangu yanabebwa na ile ndoto mpaka leo. Yeye baba yake ameokoka, anamjua Mungu na ni mwinjilisti. Ni manager wa benki ya NMB, lakini ni mwinjilisti. Kila Jumapili yuko kwenye mikutano anahubiri. Ukiangalia huyu kijana maisha yake, kinachombeba ni foundation, msingi. Huku jua anafanya mistakes nyingi. Anajaribu, sometime anaenda huko anafanya hiki mara hivi, sometime haelewi, sometime. Na nimekuwa namuota hata kwenye ndoto sana. Wakati nilikuwa niko Korea, na nilikuwa nampigia simu mara kadhaa. Naambia mbona nakuota sikuelewi. Akasema kwa kweli hivyo unavyoniota ni hivyo. Shida ni nini? Kwa sababu mfano nimeota anagombana na Mwakasege mara nyingi sana. Before tukiwa shuleni nilikuwa nampenda sana Christopher Mwakasege. Lakini nilivyokuwa kule nilikuwa namuota anagombana sana na Mwakasege. Nikaja kumuuliza mbona na watu wanagombana na Mwakasege? Akasema mimi sielewi doctrine za yule jamaa. Wakati alikuwa anamuelewa vizuri mno. Sawa? Na ana misimamo fulani ambayo nyuma yake kuna mapepo. Lakini haachi wokovu. Hatoki kanisani. Kwa nini? Kinachombeba ni foundation. Sasa mimi soli ni mbovu.
Sina mtu ambaye amenitangulia ambaye ni wa imani hii na ameishika vizuri kwenye bloodline yangu, baba, babu, hakuna, hayupo. Vita anayopitia sio rais mwingine akapitia akavuka, ni neema ya Mungu tu. Ni vita kubwa ambayo sometime unaweza ukakaa mahali ukaishi kuchanganyikiwa, na ukiangalia inatokea kwenye background, sio huku juu, inatokea chini. Tuko pamoja watoto eh? Kwa hiyo huyu wa kucha, hiyo ni tafsiri ya kwanza. Tafsiri ya pili, watu tunajua kucha zinakatagwa, tunakata kucha wanadamu. Sasa kuona ana kucha ndefu, maana yake kuna mambo kwenye maisha hayana maana, ni ya kipuuzi, alitakiwa ayakate, ayaondoe, kayaacha. Mungu anajaribu kumuonyesha, wewe acha upuuzi, ondoa baadhi ya hivyo vitu, kata, terminate, cut it off. So si mnaelewa? Wewe unaota kucha, lakini ina maana kubwa sana kucha. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mmeelewa kidogo eh? Na tafsiri zingine ziko nyingi huko ndani, unaweza ukazipata kutokea kwenye kucha, lakini hizo mbili tosha sana. Ulinzi, lakini ya pili ni kuna mambo kwenye maisha umeacha, hayana maana, ulitakiwa uondoe. Sawa eh? Ila umeacha, yanaendelea. Tabia, kuna wakati wewe ni mtu mzima ila una tabia za utoto. Mungu anajaribu kukusemesha, mbona una miaka 18 lakini una tabia za mtoto wa miaka 11? Eh? Bwana Yesu asifiwe sana. Hata nyewe mkikaa hapa mkiangaliana hata kule mabwenini, kuna mtu ni mtu mzima mwili, lakini akili zake mpaka unaelewa huyu alikujaga kwa watu wenye akili au alikulia wapi? Akili zake by the way hazina akili, haelewi maisha, yani lipo tu. Hata kama yuko form 6 yupo tu, na wengine mtawakuta vyuo ana degree tena unamkuta yuko mwaka 3 wa kwanza, lakini ukiangalia unajiuliza hivi huyu ni kulogwa, ni malezi, ni nini? Hana akili by the way, hana akili. Tuko pamoja eh? Jamani, kuvaa suti haimaanishi una akili. Unaweza ukavaa suti lakini una akili. Sawa eh? Huyu mwingine anasema unaota umezaa mtoto na wakati wa kujifungua hujapata uchungu wote, maana yake ni nini? Sawa eh? Hapa ukienda kwa watafsiri wengine watakwambia utakuwa na jini mahaba limekubebesha mimba. Sometimes sikatai, lakini lazima uunganishe doti. Kama unaotaga umelala na mtu umjui, alafu baadaye unaota tena una mimba na unazaa, basi kuna mchezo kiroho. Sawa eh? Unaona kitu halisi kilichoko rohoni. Kwa sababu kwenye ndoto nishawaambia ni mafumbo, lakini kuna wakati unaona kitu halisi. Haihitaji kutafsiri. Kilivyo vile vile ndio kilivyo hivyo. Sawa eh? Kuna wakati unavyokiona ndivyo kilivyo hivyo. Kilivyo hivyo. Kwa hiyo huyu zoezi la kwanza lazima akague. Huwa anatokewa na ndoto za kuwa na ngono au to sex in a dream. If it happens like that, then you have to sit down and na ufanye namna ya kuomba sana, kujitoa kwenye agano la ndoa ya kiroho. Sawa eh? Na kumbuka hivi vitu ni halisi. Unaweza ukawa na mchumba rohoni au hawala, na unaweza ukawa na hawala mwilini. Na mbinguni wanahesabu ni dhambi. Yaani ukiwa na hawala rohoni, mbinguni wanaona una mume.
Na Mungu anajaribu kukufunulia kwa kutumia ile neema ya kukuumba, aliyokuumba nayo, ya kuweza kuona katika roho. Unaota, yani pepo linapokutembelea, Mungu anajaribu kufungua macho yako uone kinachotokea. Mchawi anapokutembelea, kwa sababu kuna wachawi pia wanafanyaga ziara ya kuchungulia, yule nampenda lakini mgumu, lakini hana ulinzi, usiku anakuja anakutembelea kabisa. Hivyo ni vitu vipo kabisa. Na huenda hata hapa shuleni kuna baadhi wanapitia changamoto, au huenda hata ukienda chuo utakutana na mtu anakuambia nimeota nimelala na mtu, na nimekuta kabisa kama nimelala na mtu halisia. Ile mara nyingi sio jini, ile ni mtu kabisa, mwanadamu, kiumbe kabisa, human being, a real man. Anakuja kichawi na anashiriki na wewe. Na kibaya, kuna wadada wananogewagwa na hiyo. Jilinde sana. Kiroho sio nzuri, kwa sababu kinachowatokea kinakuwa enjoyable than reality. Yani akiwa hata na mume, kinachotokea akiwa kwenye ndoto ana enjoy kuliko akiwa physically. Kwa sababu yule si anakuwa amekuloga, anazitwist akili zako. Akizitwist akili zako, na ndio maana zamani ndoa nyingi zilikuwa zinadumu kwa sababu ya kutumia uchawi sana. Na sasa hivi ndoa nyingi hazidumu, ni miongoni mwa sababu. Najaribu kukudokezea tu. That's why you can pray to God. Siku ukichumbiwa, hayo ni ya baadaye, ukaolewa, muombe Mungu akontrol akili za mume wako. Muombe. Pray. Funga na kuomba. Omba sana Mungu atwist akili za mume wako, akupende tu kwa nguvu za Mungu zinazokuwa zimecontrol akili yake. It is possible. Hamjaelewa? Mfalme yule ambaye alitengenezewa wale wanawali, wakawa wanakuja analala nao, anasema hakuna, anakuja mwingine kesho, hakuna, mpaka akafika zamu ya Esther akasema yes. You know what happened? Was a spiritual issue. Niliwaambia alivyokutana na Esther, akili zake zilitwistiwa na nguvu za Mungu. Akaona this is the best woman I ever. Sawa, ambaye sijawahi kuona, I never, and now it is for first time I see. Sijawahi, ila sasa nimeona. Ngoja niwaambie siri wanangu. Wachawi na nyakati za miaka ya kuanzia 2005 kurudi nyuma. Unajua sasa hivi maendeleo ya kisayansi yamekuja nao. Kuanzia 2010 hapa ndo tumeingia kwenye development, real development, na maisha ya kukopi kutoka Ulaya, either kiimani au tu kwa mfumo wa maisha ya kawaida. Kuanzia 2010, juzi tu, sasa hivi miaka kama 10 na ngapi, 15 16. Sawa Lakini before ilikuwa ukienda kuchumbia kijana kule kwetu, ukienda tu kuchumbia, siku hiyo unaenda kumtembelea mchumba wewe na rafiki yako, lazima we mwanaume ule uchawi. Ilikuwa ni tamaduni za makabila karibia yote, lazima ule uchawi. Ukishakula uchawi, maana yake wana twist mentality yako, na inawezekana kabisa kipepo. Unamuona yule mwanamke ni kila kitu chini ya sayari ya jua, au juu ya sayari ya dunia. So unajua jua sio sayari, lakini kwa Waswahili wanasemaga hivyo. Sasa na utampenda na utaishi naye. Na kingine yako mengine wanaita nini? Huenda mlishasikia. Sawa ule uchawi wa kuwafunga wanaume, wanakuwa kama zuzu.
Mwanamke ukisema chochote anakusikia, anafanya. Ila hasara yake ni moja, hamtakuwa tajiri. That is nature. Kwa sababu ukisha mcontrol, wewe ndio kila kitu kwenye maisha yake. Hela haina thamani wala nini. Mtafanya mipango ambayo ni limited kwenu tu, kwa sababu ya love ambao anakuwa nao yeye. Hawezi ukamwambia mume wangu safiri nenda Mwanza katafute hela, haendi. Ata cancel mipango mingi kwenye maisha kwa sababu mentality yake iko under control, ili tu awe karibu na wewe. Kwa hiyo mtaishi kwenye mipaka ile ya kile ambacho wewe na yeye mnaweza mkafanya. Kama ni kulima, kama ni kaduka, ako. Lakini ni maisha ambayo mwanaume anajisikia raha na anajisikia kafika mbinguni, na mwanamke naye anapata kila anachotaka kwa sababu alitamani awe peke yake. Ila by the way mko chini ya pepo, ndio linalofanya yale mazingira. Akili ya mwanadamu tangu atende dhambi bila Mungu kuicontrol, no man can control it. Sawa yani wewe hata uwe mzuri wa dunia, lakini mume wako atakuona wa kawaida. Ila kuna Mungu anaweza akamfanya akuone wewe ni kila kitu. Sawa Ila Mungu ni wa ajabu. Mungu sio kama uchawi. Mume wako atafanya mipango mingi, mtatajirika, lakini atakupenda, atakuheshimu. Na wewe ndio utakuwa na nafasi kihisia kama mke na mwanamke kwake milele. Ila ni Mungu ana control. Hii kitu hamwezi mkaelewa. Lakini usipoomba hayo maombi, mimi nakwambia ukweli leo. Na ndio maana siku ukifunga ndoa, usitumie ule muda wa siku za kwanza kwa honeymoon. Tumia ule muda wa siku za kwanza kulia na Mungu akontrol akili za huyu bwana. This is my best advice to our life. Muombe Mungu. Yani mnaenda kama mmeenda Zanzibar, mkiwa mnatembea beach, wewe unaomba Mungu, huyu mtu control akili zake kwa damu ya Yesu. Control akili zake kwa damu ya Yesu. Kwanza unamsaidia yeye na kuzimu. Ndio maana sioni haya kukushauri. Unamsaidia yeye na kuzimu. Mwanaume ni kiumbe ambacho hakiwezi kukaa na mwanamke mmoja bila Mungu. Siogopi kuambia hivyo. I know it. Ni ngumu akakaa na mke mmoja. Ni ngumu kwa sababu yeye anapendea macho. Sasa kama anapendea macho, siwe akikuona ndani ya miezi mitatu anakuwa amesha kuona wa kawaida. Yale macho yataenda wapi? That's why I tell you, this is my best advice to your life. Omba. Sawa. Kwa hiyo sasa, huyu aliyeota anazaa, ina maana hiyo ya kwanza, kama hakuna uchafu ambao ameuona unatokea kiroho, basi arudi kwenye upande wa tafsiri halisi sasa za kimafumbo. Kuzaa ni kuleta jambo jipya duniani. Kuzaa ni kuleta mtu mwenye maisha fulani, matukio fulani, na amebeba kitu fulani. Sasa ukiichukua kwenye ndoto yako wewe hujazaa mtoto, ni kweli kabisa, ukafananisha na unaona umezaa, then unaweza ukaanza kutranslate kwamba okay, kama iko hivi, maana yake ni kwamba Yesu Kristo au Roho Mtakatifu ananisemesha jambo kwamba natakiwa nilete jambo fulani duniani. I have to bring something. Na ndio maana kwenye maisha mtoto sio wako. Sasa tufananishe maono hapa. Hakuna mtu unaozaa matunda alafu yale. Haupo. And that's why kwenye maisha pia kihekima mtoto huwa sio mtu wa kutegemea. That is biblical. Mtoto ni mtu unamleta duniani, unamsaidia afu anasepa. Waswahili mnasemaga kusepa. Ili muelewe. Anaondoka. No way. Mtoto
Utampenda whatever, lakini ni binti ataenda kuolewa, ni kijana ataenda kuoa. Na hata taka ghasia za kwenu tena wazazi huko. Anaishi maisha yake personal. Kazi yako wewe ulikuwa ni kutoa sadaka kwa Mungu, kusapoti maisha yake. Kwanza kumleta na kumsaidia afike. Sawa? Akirudisha fadhila ni sawa. Lakini mzazi pia kibiblia utakiwa umkomandi mtoto. Na ndio maana tuna walokole ambao ni wapagani practically. Biblical, they are paganism. Kwa nini wapagani? Kwa sababu kibiblia kwanza, kama kweli wewe ni mwenye haki, Biblia inasema lazima uachie watoto wako urithi na watoto wa watoto wako. Ndio Biblia inavyosema. Maana yake ni kwamba mzazi yote kibiblia lazima usije ukamtegemea mtoto wako hata siku hiyo. Isipokuwa wewe umuinvestie yeye, alafu yeye aende akaishi. Na usije ukampa stress kwamba you are in need. That is biblical language. No excuse. Kuna maswala yanaweza yakatokea lakini ni mistake. Ile mtoto anamtegemeza baba, that is a mistake. Baba alikosea, aliharibu, kwa hiyo mtoto anasaidia makosa ya baba. But biblical, mwenye haki lazima umwachie mtoto wako urithi na mjukuu. Kibiblia. Sawa sawa Sasa unapoona umezaa, Biblia iko hivyo. Maana yake kuna jambo unaileta, moja halitakusaidia wewe sana, ila itaenda kusaidia wengine. Kwa Mungu anakusemesha kitu cha kitumishi, mara nyingi inakuwa kitu cha kitumishi. Kuna wito, kuna utumishi, unatakiwa utoke ndani yako. Na ule ufike mahali ukoe faida kwa wengine. Tuko pamoja? Bwana Yesu asifiwe sana. Sawa Na ndio maana wewe atakaye kufurahia kwenye maisha haya sio baba wala mama, ni mume wako. Ila walio struggle na wewe hospitali wapi ni nani? Baba na mama. Lakini atakaye furahia uzuri wako na kusema Mungu asante, umenikumbuka miongoni mwa wanadamu kwa kunipa mtoto huyu mzuri, ni nani? Mmeo. Sawa sawa Na wito unakuaga hivyo. Ndio maana watumishi wa Mungu mkiwaona wanasimama kama hapa wanatumika, msizanie kwamba wanaenjoy utumishi. Sometime wanafanya kwa sababu ni command. Na nilikuwa naambia vijana wangu hapa juu ya neno neema ya utumishi. Nikawa naambia neema ya utumishi ni namna Mungu anakutia mafuta ukamtumikie. Niwaambie ukweli, Mungu hamchagui mtu amtumikie kwa sababu yeye ni mtakatifu. Hicho ndio kitu ambacho tumekikuta makanisani na watu wengi wanakielewa kwa sura hiyo. Kwamba nimeokoka, sasa naweza kuomba masaa 20 sitendi dhambi, mimi nafaa kuwa mchungaji. Sawa Mimi ambaye nimefuatilia na kustudy Biblia na kufanya researches, that is not true and it is not truth. Wito wa Mungu uko hivi. Kwanza kabisa, Mungu anachothamini ni kazi yake, sio wewe. Ni kazi yake. Ndio kanuni ya kwanza ya utumishi. Yaani nikatoa mfano wakati naongea nao, nawaambia mimi nikifungua kampuni nikakupa ajira wewe sio wa thamani kwangu, ila kampuni ndio ya thamani kwangu. Na ndio maana ukiharibu kazi na kutimua, lakini ukiwa unalewa pombe, unakunywa pombe kuanzia saa 1 mpaka saa 12 asubuhi, lakini kazini kwangu upo na unafanya vizuri, mimi hainihusu. Wewe kunywa pombe zako, fanya kazi yangu. And that's why muwe makini sana. Ukiona unamwimbia Mungu,
ukiona una neema sijui ya nini yote ile katika utumishi, usifarijike ukazania unaenda mbinguni. No. That the fact. Kwenda mbinguni ni neema nyingine. Ni neema ya ukamilifu. Ile ni ukamilifu. Vidhaifu haviendi mbinguni, sio watumishi au wasio watumishi hawaendi mbinguni. Biblia inachosema isipokuwa tu Mungu ni mwaminifu. Mara nyingi anatamani akikutumia na mbinguni uende. Anatamani hilo. Akikutumia na mbinguni. Lakini Yesu akasema, sio wote waniitao Bwana Bwana watakaoingia kwenye ufalme wa mbinguni. Tena wengine watatoa mapepo kwa jina langu. Unafikiri Yesu alikuwa anamaanisha watatumia uchawi? No. Alikuwa yuko serious kabisa kwamba I will truly anoint them. I will give them power. They will cast away demon. They will heal the sick. And they will preach a gospel. And they will surely save millions of people. But at that day nitawaambia sikujui. We sikujui. Yesu, mimi tulikuwa wote mtaani juzi tunaponya. Yes, tulikuwa wote. Tena ninaweza nikakupa na namba, tuliponya watu 18. Na waliokoka siku ile watu 50. Na wako kanisani. Ila mimi wewe sikujui. Yesu alikuwa anamaanisha hivyo. Seriously. Kuna kitu watu hawakielewi. Kazi ya Mungu ni ya thamani, ambao Mungu kwa namna yote lazima apate watendakazi. Lazima atapata watumishi, lazima. Sawa kwa Mungu anachofanyaga. Na ndio maana upako wa kufanya kazi ya Mungu haukagi ndani, unakaaga hapa juu. Sio ndani huko, unakaaga hapa juu. That's why sisi wahubiri, naweza nikaja hapa na stress zangu, lakini nikisimama hapa kuna kitu kinakuja kinanifunika. Na flow, nafundisha. Nikiondoka na chenyewe kinaondoka. That's the fact. Ukiona mtu ana neema ya kufundisha, juu yake kuna roho ya kufundisha inakujaga inakaa. Ukiona mtu ana neema ya kuponya, juu yake kuna roho ya kuponya na malaika wanakujaga wanaponya. Ukiona mtu ana neema fulani, inakuwaga hivyo tu. Ni neema ya utumishi. Na hii inakuwaga aina mbili. Kuna mtu, kwa sababu kitu kikubwa sana, hata ajira sikuna kustafu. Hata ajira sikuna kustafu. Ndio maana kuna watu mnashangaa anamtumikia Mungu vizuri ndani ya miaka 7. Alafu baadaye mnamshangaa kaacha dhambi. Eti kaacha dhambi, kaacha wokovu, karudi, kaacha utumishi, karudi dhambini, hivyo. Msigombane. Muombe tu Mungu amkumbuke, ampe neema ukamilifu. Ila wito wake uliisha. Wito wake, yani Mungu alichokuwa anataka kufanya alikimaliza. And you are useless now. No need of you. Kuna watu wanasema kama ni hivyo Mungu si katili. Sio katili. Biblia inasema kazi aliyoianzisha itakamilika. Ataikamilisha. Kwa hiyo ukiwa na Mungu, elewa yuko kwenye business. Kwa sababu pia kwenye Ukristo tumekuwa na watu ambao wanamchukulia Mungu as a friend like that. Niwaambie usimchukulie Mungu as a friend. God is God. Kwanza akili zake hazichunguziki, atabiliki. Siwaogopeshi. Mimi nawafundishaga fact ili upate akili za kutembea na Mungu. Usifanye upumbavu ukazania Mungu ni shemeji. Ukazania Mungu ni bro. Ukazania Mungu ni daddy. Sasa hivi mnamuita daddy. Give me money daddy. God is not daddy. God can be your father, but he is God. Hatabiliki, hachunguziki, haelewekagi. Na ndio maana yani Mungu yuko hivi. Mungu ni sawasawa na baba ambaye wanaweza kuwa wanapiga story na mtoto. Au mlishaonaga mama wanavyokoga na watoto wao. Wanapiga story, anakosea hapo anamzibua. Lakini walikuwa wanacheka. Na baki analia.
Manake ni kwamba mtoto akikaa na mama lazima awe na akili kwamba huyu ni unpredictable. At any time I can be slapped. Therefore, nichunge akili zangu, ufanye vitu in a standard way. That is God. Maana sasa hivi tunakata viuno, tuna celebrate, tuna nini. Sometimes unaongea na Mungu na mtu anaweza kukufundisha ongea na Mungu as friendly. Sawa, sikukatali. Yes, unaweza kuongea na Mungu kama baba. Lakini don't forget, he is God. He is God. Ambaye katikati ya story anaweza akabadilika. Sawa Hii kusaidia kumwogopa Mungu, na ndio maana miongoni mwa roho alizokuwa nazo Yesu mwenyewe mwana wa Mungu wa pekee alikuwa na roho ya kumcha Bwana, kumwogopa Mungu, na alitembea nayo siku zote. Na hiyo ndio ilifanya Mungu asiwe anampiga. Si Biblia imesema kwamba yeye katika siku zake akiwa katika mwili alilia wakati mwingine, lakini alijibiwa kwa sababu alikuwa anamcha Mungu. Yaani Yesu alikuwa anamuomba Mungu. Ndio maana sasa hivi unaweza kukuta mtu anachana mistari eti ndo anamuomba Mungu. You know, God, I'm here. I need money, give me money. Enye kizazi cha nyoka. Nani aliyewaloga? Hivi nyie, Yesu mwenyewe alikuwa anaanguka chini, analia kwa Baba, na katoka kwake, na anajua ni tarehe gani katoka kule, na anajua siri za mbinguni, na kila siku akini alikuwa anapiga magoti, anaogopa, anamuomba Mungu. Nyie mnafikiri Mungu? Ndio maana huyu Mungu tunayemwabudu leo sometimes sio Mungu. Sio Mungu. Sometimes tunajifariji tu, we are worshiping God. Daddy. But let me tell you true. Mungu ambaye alimwambia Musa, nikikuona ukiniona unakufa wewe. Unakufa. That's why if you see a very, very serious freedom in Christianity, run from it. Ukishaona uhuru uliozidi, watu wanafurahi, wanamuenjoy Mungu, I tell you true, run from it. Kwa nini? Hakuna Mungu. Ngoja niwaambie ukweli. Jamani, tunaishi kwenye kizazi cha neema. Mimi nataka niwapitishe kwenye Biblia. Tunapiga story ya Biblia wakati tunajibu swali letu, sawa Ukipita kwenye Biblia utamkuta mtu mmoja anaitwa Anania na Safira, mke na mume. Hivi mpaka leo ulishaiki kukaga ukajiuliza wema wa Mungu uko wapi? Kama Mungu jamaa kauza kiwanja chake. Alafu kajisikia kuongea uongo, kajisikia ili yeye aweke akiba yake, na kiwanja ni chake. Lakini Mungu anamuua. Usijaribu kufikiria kwamba is God fair or not? God is fair. Lakini ngoja niwaambie kitu cha kwanza. Mungu ni mtakatifu kiasi ambacho akikaribia mtu mwenye dhambi anakufa. That is God. Na si kwamba anakuua. No. His holiness can kill you. That is God. Na ndio maana ukiona watu wanaenjoy fulani maisha fulani rubbish hivi, lakini they call themselves that they are Christian. Wanajidanganya, hakuna Mungu. Alishaondoka. Mimi naambia ukweli, mahali Mungu akishuka
Kuna watu utaanza kuona wanapata magonjwa. Kuna watu utaanza kuona wanakufa. Ni sifa ya Mungu ambayo yuko kwenye Biblia, lakini sasa hivi hatutaki kuisikia. Sasa hivi tunataka yule Mungu ambaye tukitenda dhambi yuko nasi. Sio Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Huyo ni Mungu mwingine. Mungu aliumba mbingu na nchi. Ndiye ambaye makuhani walikuwa wanaingia patakatifu pa patakatifu, wamefungwa kamba. Ukienda hujajiweka sawa, umekufa. Walikuwa wanafungwa kamba. Funga kamba. Jamaa, una uhakika unaenda? Jitakase tena. Wanajitakasa. Hivi tumetoa sadaka kweli, mnapita mnaangalia tulichinja ng'ombe wa kwanza wa pili kwa dhambi fulani na kondoo na nini. Hivi kweli tuko sawa? Maana mkimruhusu aende tu, hajakaa sawa, arudi. Ni ile tu kaingia roho inachomoka. Mnavuta kamba, msiki mtu anatikisa mguu, mnavuta maiti. Imeisha. That is God. Na niwaambie, yeye ni yeye jana, leo na milele. Habadiliki. Kitu pekee katupa favor ni damu ya Yesu ambayo ina uwezo wa kukuosha. Chap chap. Chap chap. Chap chap. Mnamjua Mungu alivyomgeukaga Musa? Wakati wamepiga story na Musa, Bwana jitakase, vua viatu. Jamaa akavua viatu. Wakaongea wakamwambia, sasa tunaenda kwenye assignment. Sawa, twende. Akachukua watoto na mke Sipora, wakaanza safari. Ghafla, mnajua kilichotokea njiani? Mpaka Musa ikabidi aokote jiwe, awatairi watoto kwa jiwe. Hende mkasome Biblia. Atairi watoto kwa jiwe. Jiwe. Na ingezuba walikuwa wafie pale wote. Ndio maana that's why I tell you. Hii dadi tunaoileta kwa Mungu. Unajua dadi unaweza ukamshika kidevu Dadi ni lugha fulani ya Kizungu yenye inayotumika kwenye intimacy fulani, very closely intimacy. Huwezi kukuta mtoto anamuita dadi baba yake kama kweli hakuna udada. Kuna ndoto hapa ziko mbili, tutafsiri ya namba 2 alafu tuende nambari 1. Anasema nimeota nachuma matunda alafu nayaweka kwenye miiba. Maana yake nini? Unachuma matunda badala ya kuweka kwenye chombo kisafi kizuri, unaweka kwenye miiba. Nenda kajiombe na uombe toba. Either hicho kitu umeshakifanya au utakuja kukifanya. Mfano rahisi. Hawa ndio watu unakuta anakuhubiri, unaokoka alafu anakufundisha kuzini ukiwa kanisani. Si mnaelewa? Wapo kwenye mikutano, si mtenda hata chuo. Mtenda hata chuo, mtakuwa mnahubiri, mnaenda kwenye mikutano mnahubiri. Pale shuleni mnafanya ushuhudiaji sometime, mnaokoa watu. Anakuja kanisani mtu, wewe ni mzinzi, hujaacha uzinzi. Lakini wewe ni mtumishi. Si nimetoka kuambia kwamba unaweza ukapewa neema ya utumishi, lakini neema ya utumishi haimaanishi ni mtakatifu. Utaombea mtu atapona, mpaka unajiuliza, hivi mimi nimezini jana, lakini leo namuombea mtu anapona. Kwani anayeponya ni wewe? Anayeponya ni Mungu. Na yeye anatafuta roho ya yule mtu. Hayuko pale kwa ajili yako. Na sometime atakulipa mshahara wako. Atakulipa kabisa, kwa sababu wewe ni mtendakazi wake. Ndio maana unashangaa unamponya mtu, halafu Mungu anaenda anamgusa. Pelekea sadaka ya shukrani ili Mungu akulipe. Kuko wewe ni mtendakazi. Hivi vitu ni sensitive sana wanangu. Ni vitu ambavyo itakuwa tuwafundisha wachungaji, tuambie wenyewe wachungaji. Inawezekana mna mauzauza, halafu mnashangaa mna makanisa makubwa.
Sawa, na unashangaa una gari nzuri za kutembea. Ni mshahara Mungu kakupa. Haimaanishi unaenda mbinguni. Ni mshahara Mungu kakupa ukusaidie kwa kuwa unafanya kazi yake. Unawalea watu, unawasaidia. Na Roho Mtakatifu anapita kule chini kwa chini anasaidia watu wake. Wewe anakusubiria kwenye penalty. Kwa hiyo ndio maana watu wanaota ndoto kama hizi. Unaota ndoto unachuma matunda, unaweka kwenye miba. Unachuma tunda, unaweka kwenye miba. Sawa Au unavua samaki, wengine wanaota ndoto hivyo, anavua samaki, alafu akiwaleta anashangaa anaenda kuweka kwenye tope. Badala awaoshe, anaweka kwenye tope. Anashtuka, mbona nimevua samaki funaweka kwenye tope? Mwingine anaota anavua samaki, halafu anaweka hapo, anawasahau, wanaoza. Maana yake ukimwokoa mtu badala ya kumsaidia akuwe kiroho, humsaidii. Unamwacha anakufa. Sawa. Kwa hiyo jiombee sana hiki kitu. Jiombee hiki kitu. Hata kama una udhaifu wewe, usiwaambukize wengine. Yaani mimi nimeitwa kuhubiri kweli. Yaani mimi sinaga hizi. Tuna watumishi wengi na watenda dhambi. Mungu hata kupiga kwa hasira yake kama tu uharibu kazi yake. Atakusaidia, atakulinda. Na iko siku huenda akakupa neema ya utakatifu na ukamilifu kaenda mbinguni. Lakini ole wako kama unaharibu kazi yake. Mungu yuko serious mno kwenye kazi yake. Mti unaozaa matunda Mungu hupalia. Mtumishi wa Mungu ambaye anafanya kazi ya Mungu kwa uaminifu na haribu, Mungu waga anamsaidia hata kama ana udhaifu. Namsaidia. Ni siri za kiroho ambazo haikupasa niongee na nyie, lakini sometime mnaweza msije mkanisikia mahali. Mnaweza mkatoka hapa wengine msinisikize hata YouTube tena. Let me tell you today. Sawa, What happened kwenye kazi ya Mungu usicheze. Kama una dhambi zako fanya we kwa siri zako. Unajua mimi naambiaga ukweli, dhambi ni kifungo, ni kama ugonjwa, kama ilivyo chafya. Kuna mtu ameshikiliwa na mamizimu, kanisani anaenda kuomba anaomba, lakini kuna dhambi hawezi kuiacha. Ni ngumu. Hata furukuta. Lakini ukiamka asubuhi unasikia kahubiri. Sasa Yesu, mimi nahubirije? Nenda. Na rafiki yako naye anakuja, "Ise twende." Haya mnaenda. Mnahubiri watu wanaokoka. Na inachanganya sana watu. Yaani what do it happen? That's why I tell you true. Ukitaka kwenda mbinguni muombe Mungu neema ya ukamilifu. Neema itakao kufundisha kukataa kila uovu. Muombe Mungu hiyo. Mungu nisaidie, nipe neema, nisikutende dhambi, nipe neema. Ni neema eti. Unaweza ukafunga hata miaka 2 unaomba tu Mungu akupe hiyo, ndo akakupa. Na wengi tulioko makanisani tuna neema ya utumishi kwa sababu kazi ya Mungu ni ya thamani. Ukiingia kanisani ukaiteza kweta Mungu anakupiga utumishi na kuacha na dhambi zako. Yeye anachoangalia ni kazi. Kama tu hutaharibu kazi yake, wewe utaki kwenda mbinguni lakini unaweza kumsaidia fulani kwenda mbinguni, kwa nini asikupe kazi? Anakupa kazi. That's why ukiwa umeokoka muombe Mungu akupe neema ukamilifu. Na watafute watu wengi makanisani. Sawa, Watafute watu wengi makanisani. They can pray 24. Lakini wanachoombea waga nini? Huduma. Sio wao. Tafuta tu. Wanaweza wakafunga, Mungu nibariki, niwe na hela. Unajua ukimwomba Mungu akubariki, maana yake ili Mungu akubariki anakupa kazi. Ni kanuni. Mungu hawezi kukupa hela ukanywe bia, atakupa hela ufanye kazi. Jamani, kuna serikali inao finance mtu ambao hafanyi kazi yake? Haipo. Na Biblia inasema Yesu Kristo alikuja na ufalme wa Mungu duniani. Sawa, Maana yake ni kwamba ukimwambia Mungu nibariki, anakupa kazi. Ili akulipe mshahara. Sasa unashangaa mtu anaomba Mungu nibariki. Anashangaa mpewa duka, anafanya. Mungu anaangalia watu wake watahitaji cha sabuni wanunue.
Nyamuelewi. Watahitaji chumvi, wanunue. Watahitaji dagaa, wanunue. Watahitaji mafuta, waendeshe pikipiki na mhubiri wake yuko hapo ameishiwa mafuta ataweka, wanunue. Mungu hanaga shida kukupa hela. Yeye kwa nyuma anajua anachopata kutoka kwako. Na wengi utakuta anaombea uchumi miaka 10, miaka 5, miaka 20, Mungu nibariki. Haya, wale ambao wameitwa ni waimbaji, wahubiri, tafuta maombi yao. Hata wakienda milimani, Mungu bariki huduma, Mungu bariki huduma, Mungu bariki. Mungu anasema yes, I will bless you. Anakuongezea upako. Ila mbinguni uendi. Anakuongezea upako, unasema unaponya, unafanya hivi, unaimba, unakuwa popular. Wewe mwenyewe kwa siri unajua dhambi zinazokuburuza. You know it. Kwani unafanyaga wewe mwenyewe? You know. Na ujisikii kuacha huduma, unatenda tu dhambi na unasonga mbele na huduma. Ila ukianza kuharibu kazi yake, utaanza kuota ndoto hizi. Utaanza kuota ndoto za kufanana na hivi. Unachuma matunda unaweka kwenye miiba. Mungu anaanza kukusemesha, sasa tunagombana. Unaharibu kazi yangu. Unaharibu kazi yangu. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuwa mtoto wake, kombolewa. Nitamwona uzuri wake. Nitamwona uzuri wa Mfalme, Mfalme wangu ajabu. Na sasa najifurahi katika neema yake. Kombolewa. Mmeuelewa wimbo? Sawa eh? Kuna kipengele tumeimba kwamba na sasa najifurahisha katika neema yake. Nitamwona uzuri wake, Mfalme wangu wa ajabu. Hawa watunzi walikuwa na roho na walikuwa wanajaribu ku make sure you worship God but you can learn something. Sawa eh? Kama utamuona Yesu basi neema ipo. Neema ipo ya kukusaidia uje umuone. Na hiyo neema ndio ile neema ya kukusaidia ukatae ubaya wote. Sawa eh? Kwa tafsiri ndoto alafu baada ya hapo tujifundishe neema kwa ufupi. Neema. Kwa ufupi then nimeota kuna mtu wa nyumbani kwetu amefariki. Amewekwa kwenye jeneza, halafu nilipoenda nyumbani nikamkuta ndio amekaribia kufa, ila bado hajafa. Nilipomshika tumbo lake akaanza kupiga kelele, anasema kama mmepanga kuniua nife tu, manake nini?
Kwanza kabisa huyu mtu ndoto yake ilikuwa ni kama movie. Si mnaelewa movie? Inaanziaga mahali fulani, alafu mahali fulani kama vile imechanganyikiwa. Alafu mwishoni ndio unaelewa kwa nini ilichanganyikiwa. Sawa sawa Kwa hiyo na Mungu kwenye ndoto kuna wakati analeta style ya movie. Unaota, unafika mahali kama vile unachanganyikiwa. Kwa sababu mfano huyu alivyoota, kaota mtu amekufa. Ila akaota tena akaenda nyumbani. Alivyoenda nyumbani akamkuta huyu mtu yuko kwenye anakaribia kufa. Yaani, ngoja nifafanue. Kwa mujibu wa ndoto, kama aliandika alivyoota, ndoto ilikuwa hivi. Aliota fulani kafa na tayari yuko kwenye jeneza. Mwanzoni anaona kafa, kashakufa. Kafa, kashakufa. Yuko kwenye jeneza. Lakini ghafla akaota anarudi nyumbani. Sawa sawa Maana yake ni kwamba aliletewa picha ya mtu kufa hapa alipo. Akaona fulani kafa, yuko kwenye jeneza. Baadaye akahama akaenda nyumbani. Akamkuta yule fulani ndo anakaribia kufa. Ila alimuona amekufa mwanzoni. Sijui mnaelewa? Alivyomuona akamgusa tumbo, huyu mtu ndo akasema, nataka kuniua, kama kuniua basi mniue nife tu. Sawa Sasa tafsiri yake ya ndoto ni hii. Cha kwanza kabisa, Mungu anajaribu kufa kwa mtu ina maana nyingi. Maana ya kwanza kabisa ni maana ambayo ni halisi. Halisi, haina picha picha yani. Huyo mtu huenda yeye anamfahamu. Huyo aliyeota ndoto huenda anamfahamu. Na kama ni halisi atakuta vitu vifuatavyo. Moja, huyu mtu kuna namna wanamuonea. Kuna watu wanamfanyia vitu vibaya kwenye familia yao. Na majeraha anaishi nayo. Sasa Mungu anajaribu kumwambia, jaribuni au wewe jaribu kumwombea fulani na familia. Msimuue huyu. Mnaviona au mnachomfanyia kiroho hana mahali anaenda isipokuwa anahesabika kashakufa. Maana yake kashakata tamaa ya maisha. Sawa? Ndio tafsiri yake, kashakata tamaa ya maisha kwa vitu mnavyomfanyia. Ndio maana aliona anamgusa tumbo akasema, simuna lugha aliyoongea alivyoguswa. Nilipomshika tumbo lake akaanza kupiga kelele, anasema kama mmepanga kuniua nife tu. Maana yake ni kwamba huyu aliota ndoto ajaribu kukagua. Kutakuwa kuna mizozo. Kuna namna yule mtu yuko under subjection. Yani kila mtu anamtupia yeye mabaya. Kila mtu hamjali. Hakuna anayemfariji. Kwa kimwili anaishi, lakini kiroho kashakata tamaa ya maisha. Kwa kiroho Mungu atakuonyesha amekufa. Na Mungu anajaribu kukusemesha kile ambacho anawaza moyoni. Anawaza kwamba mnaniua. Kama kuniua basi mniue. Hii lugha inamaanisha kama ni kweli, kama ni kwenye uhalisia, Mungu anatafuta yule mtu mumsaidie. Asife, atoke kwenye hiyo hali. Hiyo ni nini? Kiroho, kiuhalisia. Kwa hiyo aliota hiyo ndoto achunguze kati ya ndugu, huyu mtu aliyemuota kama anamfahamu, ajaribu kuangalia na mahusiano yake na ndugu. Sawa? Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, inaweza ikawa inakusemesha wewe kimafumbo sasa. Kuna maono unayo wewe kama wewe, lakini kwa mikono yako unayaua.
na kwa sura yake ni kwamba umeshayakatia tamaa, na unayoyafanya sasa hivi unapigana nayo, ndoto imeisha. Yaani iko hivi, ngoja niwaambie. Kuna mtu, kwa sababu kitu unachokijua kiuhalisia kabisa, hakuna wito ambao huwa haujaribiwi. Haupo. If God gave you a calling, that calling will be tested. Huwa ni kanuni. Hakuna mtu mwenye wito ambao huwa haujaribiwi. Musa alikuwa na wito tangu anazaliwa. Wakati anaishi kule Midiani akiwa amekimbia Misri, alikuwa ameshakata tamaa ya ule wito kabisa. Lakini baadaye Mungu aliurudisha. Kwa huyu mtu, kwa mfano huyu mtu, kama ni swala hilo, huyu mtu hatakiwi kukata tamaa ya huu wito. Hata mimi nilisha kupita hapo. Wakati Mungu ananisemesha 2012 juu ya swala la utumishi, nimtumikie kama mchungaji, akanisemesha swala la maandalizi kwamba nitaenda Korea Kusini aniandae. Baadaye kweli nikaenda, lakini Mungu alinionyesha nitakaopitia kule sikuyatilia maanani, niliyapuuzia. Nilipoenda kule yakatokea. Ikafika mahali nilikataga tamaa ya utumishi kabisa, na nikaanza kuona mambo mengine kwenye maisha yangu. Sawa mambo mengine kwenye maisha yangu. Na by the way nilianza kufight yale maono. Nilianza kufight. Unafaitije? Kwa mipango mipya unayopanga. Kwa mfano, niwaambie ukweli. Kwa mfano nyinyi mabinti, one day unaweza ukaota ndoto wewe ni mama mchungaji. Kwa mfano wewe ni mama mchungaji, kaota ndoto wewe ni mama mchungaji, na pe nyumbani unalea watu wengi, afu ukashtuka. Hiyo ndoto ni halisi, wala inakuwa sio mauzauza. Kwa mfano sio mauzauza kabisa. Mungu anakusemesha kwamba you will be a wife of my servant. Put it in your mind. Lakini unachumbiwa na mchumba wa kwanza ambaye ameokoka, anampenda Mungu kweli na unaona ana wito. Alafu kitu anachokufanyia, rafiki yangu, utasahau maisha yako. Nyamuelewi. Ina binti yangu niliwasimulia sijui, anaitwa Esther. Alichumbiwa na mchumba wake, na huyo mchumba wake ni mtumishi kabisa wa Mungu, muombaji, na alikuwa mwenyekiti wa tawi chuo kikuu. Yeye alikuwa ni mlezi wa wadada. Huyo binti yangu Esther alitunza heshima ya kimungu na heshima ya mchumba wake, na kizuri akawa na kiuchumi kidogo kimekaa vizuri. Mchumba wake akikosa hata ada anamsapoti, akifeli mahali, na ni mtu ambaye in a personal, a physical view hawezi akaja kumsaliti. Si unajua kuna muonekano wa nje ambao unaweza ukakujengea confidence 100%. Prayerful, never miss worship service, mwenyekiti. Hivi mnaelewa? Kwa wakakaa kwenye uchumba zaidi ya miaka 4. Hapo katikati kachumbio na wakaka wa kutosha, ka cancel kwa sababu yupo tayari. Wamekutana na challenge ya masuala ya mahali, mchumba kaamua kusepa kwa mauzauza ya kutosha. Mala simpigie simu, mala sipokee simu, mala simsalimie, mala hivyo. Baadaye kamsepa.
Yule binti siku anaambiwa na kuomba uwe huru, uchumbiwe na mwingine, ukaolewe na kutakia mema. Hata ukiniambia unanitakia mema rafiki yangu, ushaniharibia, ushanipotezea muda, ushaniingiza kwenye frustration. Huwezi ukanilipa hata vitu nimekupa. Jamani, mwanamke sio kwamba haruhusiwi kumpa mume kitu. Sisi ni wanadamu, tuna mahusiano. Kuna wakati unamsupport mwenzako. That is a normal life. Lakini mwanaume waga ni mwepesi kusamea akitoa vitu kuliko mwanamke. Kwa asili, kwa sababu mwanaume ni giver, mwanamke ni receiver. Kwa ukiona mwanamke anafikia mahali pa kugive, ana give, lakini huwa ana give as a seed. Mwanaume huwa ana give for free. Mwanamke huwa ana give as a seed. Yaani mwanamke akikupa anatarajia apate. Sio mwanaume. Mwanaume hana asili hiyo, na ndio maana mwanaume anaweza akatoa mahali afu kasikia na mahali nimesamea na imsumbui. Kwa nini wakogo hivyo moyoni? Sio mwanamke. Sio mwanamke. Yaani unaweza kumpa mwanaume 10,000 utaikumbuka siku zote. Yaani mjinga alikulaga 10,000 yangu. Si mnanielewa? Ila anaweza akakupa milioni, halafu mkapotezana, akasema tu potea nayo, na akumbuki, na hata kaa apige mahesabu. Lakini wewe hata siku kimono utaona 10,000. 10,000. Bado akanidanganya na 10,000 akala. Hivi mtu anadanganya? Hata binti yangu bana, maana alivyopitia kwenye matatizo ikabidi nimuite kwa ajili ya counseling. Asije akajikuta anaenda kufanya maamuzi mabaya kutoka kwenye frustration. Unajua lugha aliyoongea nimemsaidia vitu vingi sana. Sasa ananilipaje? Mimi naijua hiyo. Kweli bidi nitumie kanuni ya kumshauri sasa. Samee tu. Samee. Iwe kama mbegu ambayo Mungu atakurudishia. Basi samee. Lakini inawezekana ni ngumu, inawezekana ipo. Inawezekana hajasamee. Anaiwaza. Nilimpaga 250,000. Siku nyingine nikampa 100,000, siku nyingine nikampa 50,000. Inawezekana anaiwaza. Sasa niambie ukweli. Huyu binti amepita hapa. Halafu siku nyingine akaja kuchumbiwa. Unajua kinachotokea, kuna watu wanasema mimi siolewi tena na litumishi. Ni majinga haya. Anaanza kuwaza hivyo. Yeye anakuwa matapeli tu. Yanaonekana na Mungu lakini hayana Mungu. Kwa mimi bwana bora hata nilio nalifanya biashara tu. Nalimtu tulipulipu tu. Itakavyokuwa hivyo mbele ya safari hivyo. Na anaanza kufight. Ole wako uje wewe sijui ni mtumishi alafu mwambie, "Hello, can God do something?" What? What is that thing? Marriage. Mimi na wewe nyewe wachungaji mfagi. Anajikuta anapambana kwa gharama yote asiolewe na mtu ambaye anajiita mtumishi. Kwa nini? Jeraha. Sasa akiota ndoto ataona kuna kitu anakiua. Ndio wale mnaonaga unagombana rafiki yako. Sio watu mnaotaka hizo ndoto. Unagombana rafiki yako alafu unaanza kumuua. Niga umue. Alafu unashtuka. Nilikuwa namuua rafiki yangu Neema. Sio Neema. Kwenye walishia sio Neema kiroho. Aidha kuna tafsiri mbili, mtakuja kugombana, au tafsiri ya kiroho. Rafiki maana yake ni kitu fulani cha thamani kwenye maisha yako, unagombana nacho kukiua. Are you there? Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka tuangalie neema. Lakini neema yangu leo itabana baadhi ya maeneo kwa sababu neema ni somo pana sana. Sawa? Itabana kwenye baadhi ya maeneo ili kwanza uelewe. Kwa hiyo leo nitakuwa kwenye kama foundation, alafu nigushia kaeneo kidogo. Mfano, kitabu cha Mwanzo 6:8. Kitu cha kwanza kabisa, neema ina aina nyingi za neema.
ambacho watu huwaga hawaelewi. Ni kitu ambacho watu huwa hawaelewi. Huwa wanajua neema ni neema. Wao wanachojuaga neema ni nini? Lakini neema ina tafsiri nyingi au imegawanyika. Ukisikia neno neema lina upana sana. Mfano, lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Hii ni neema gani? Ni neema ya kumtoa dhambini? Huu ni upendeleo. Neema kama upendeleo. Yaani katikati ya wanadamu waliokuwa wanaishi duniani kipindi kile, angalau yeye kuna katabia fulani alikuwa nako kakamfanya Mungu aseme hata kama naua hizi hawa wanadamu hawa na fyeka aka jamaa, ngoja tu nikape nini? Upendeleo. Nikape neema. Nikasave, nikaokoe. Nikastiri. Sawa sawa Biblia nasema akapata neema. Na kwenye Kiingereza imeandikwa hivyo, but Noah found a grace in the eyes of the Lord. Maana yake alipata upendeleo wa kumsave katikati ya maangamizi, yeye achomoke. Ndio hii kuna ajali inatokea, wanakufa wengine, unashangaa tu hata hujajeruhika. Ni neema ya upendeleo. Mungu kakupendelea tu. Na sometimes si kwamba Nuhu alikuwa mwema. Ndio maana kajamaa alikuwa kalevi mpaka na kauchi. Si mmesoma kwenye Biblia? Kalivotoka kwenye safina, kakalewa mpaka kakauchi. Kamzee Nuhu. Sasa unajiuliza, kalevi mpaka kanakaa uchi, ili kuaje? No. Kuna wakati Mungu anaangalia somehow. Kwamba wote ni wabaya lakini somehow. Mwanzo 32:5. Nami nina ng'ombe na punda na kondoo. Mwanzo 32:5. Nami nina ng'ombe na punda na kondoo na watumwa na vijakazi, nami nimepeleka watu nimpashe bwana wangu habari, nipate neema machoni pako. Huyu alikuwa ni Yakobo, baada ya kuwa amemfanyia mauzauza kaka yake Esau na mama yake. Akatoroka akaenda mahali akaoa, akaja na wakeze na watoto. Sasa anakwenda, kuna jamaa aliyemfanyaga mauzauza. Kajua hapa kuna kufa hapa. Sasa cha kufanya, ngoja nitafute zawadi ya kufanya huyu mtu anisamehe, anipe rehema. Kwa Biblia inasema nipate neema machoni pako, nipate msamaha, nipate huruma. Kwa kuna neema kama huruma. Neema kama huruma haikufanyi, si mnaelewa. Huwezi ukafananisha na neema ile imeongelewa kwenye kitabu cha Tito. Neema ya Mungu imefunuliwa kwa wanadamu wote, nawe yatufundisha kukataa uovu. Ile ni neema nyingine. Sawa sawa Bwana Yesu asifiwe. Thelathini na mbili Kutoka 12. Ili tujaribu tukugusa. Musa akamwambia Bwana. 33 ya Kutoka mstari wa 12. Kutoka 33:12. Musa akamwambia Bwana, angalia wewe waniambia wachukue watu hawa, nawe hukunijulisha ni nani utakayemtuma pamoja nami. Walakini umesema na kujua jina lako, na umepata neema mbele zangu. Neema hii ya Musa ilikuwa ni neema ipi? Neema ya Musa ilikuwa ni neema ya wito, neema ya utumishi. Neema ya utumishi. Kumbuka Musa alikuwa ameshaiacha sheria ya Bwana. Alitakiwa watairi watoto siku ya 8, alizaa kutaili. Ni mfano tosha kwamba Musa kule Midiani, yeye na mambo ya Mungu alikuwa ameshaachana. Na alikuwa na mpango na Mungu. Lakini wito, Mungu kama alikudesign uje ufanye kitu, atakifuatilia kwa gharama yote mpaka akipate. Ndio hii neema ya Musa. Mungu anamwambia Musa, na Musa anamwambia Mungu,
mbona umeniita peke yangu? Hakuna mtu wa kwenda na mimi, kwa sababu kama unaniambia nimepata neema. Alikuwa anaongelea nini hapa? Alikuwa anaongelea wito. Kama umeniita ukanihurumia, ukaona unipe nikutumikie, nipe mtu tukatumike pamoja. Ni neema ya nini? Ya wito. Musa alikuwa mtakatifu? Hakuna. Alikuwa ameacha sheria ya Bwana, ndio maana hata wakati wameitana na Mungu anatembea, ikafika mahali Mungu akasirika, akataka kuua mtu. Kabidi ataidi watoto kwa jiwe. Alikuwa ameshacha sheria, tamaduni za Kiyahudi ambazo ndo zilikuwa zimewekwa kimaagano. Uwezi ukakaa na Mungu kama utaili. Ilikuwa ni sheria ya kimungu ya wakati ule, kwamba Ibrahim atailiwe na watoto wake waishi hivyo ili wafanikiwe kukana nani? Na Mungu. Ni utaratibu Mungu alijiwekea kuweka agano kati yake na wao. Musa alikuwa ameshalikataa agano, alikuwa ameshalivunja agano. Alivyokuta Wamidiani hawataili, naye akapuzia, akaishi kwa staili ya Wamidiani. Na mpaka wakati Musa anakutwa kule Midiani, nawaambia ukweli, alikuwa anaabudu miungu ya Midiani. Take note, wale wasome wazuri wa Biblia, Musa alikuwa ameoa. Alipokuwa ameoa, yule baba wa mke wake alikuwa ni kuhani. Alikuwa ni kuhani. Sasa swali, alikuwa kuhani wa Mungu aliye hai? Hakuna. Hakuna. Alikuwa ni kuhani wa miungu ya Midiani. Miungu ya Midiani. Sasa mpaka anaoa watoto na amekaa pale miaka 40. Swali, alikuwa anaabudu kwa kanuni ya Waisraeli, alikuwa anaabudu kama Midiani? Ni kitu cha kawaida. Musa alikutwa kwenye hali ya kuvuruga mafaili. Na ndio maana Mungu alivyokutana cha kwanza akamwambia vua viatu. Wewe ushakuwa mpagani, manake tubu dhambi. Acha njia na staili ya maisha ulikuwa nayo. Kuanzia leo mimi Mungu wa baba yako Ibrahim na Yakobo na Isaka na Yakobo, now I'm here. Vua viatu. Kavua viatu manake ni kutubu na kuiacha njia uovu. Na baadaye akarudi, na ndio Mungu akaanza kuwa anamsemesha sana namna ya kuabudu, namna ya kuishi na yeye kwa upya. Kwa upya. Na alitimize kusudi la nani? La Mungu. Tuko pamoja? Na twende vizuri muelewe, maana mimi nataka muelewe. Wakati Musa na Mungu wanatembea jangwani, Musa alimtenda Mungu dhambi ya kumtenda? Alitenda. Wala wanasoma vizuri Biblia wanajua Musa alitendaga dhambi. Na ndio maana Mungu alikasirika kutokana na ile dhambi, akamwambia hutaenda, hutafika pale. Ufiki. Hata kama nimeapa kwa kinywa changu ufiki. Ufiki. Swali, baada ya yeye Mungu kumwambia Musa ufiki, Mungu alimwacha Musa au aliendelea kutembea? Walitembea. Akaanza na maagizo mengi, sio kwamba alimwambia ufiki alikufa pale pale. No. Na Musa aliendelea kuwa anakutana na Mungu, anaongea, lakini wameshagombana na Mungu. Ndio ninachotamani umjue Yesu vizuri, ujue neema vizuri. Sawa nangu Neema ina aina nyingi, neema kama zawadi. Mfano unamwomba Mungu nipe mtoto, Mungu anakupa mtoto. Umeolewa umekaa miaka 8, 10 hujazaa. Mungu nipe mtoto, nipe mtoto. Mungu anakupa neema. Neema kama zawadi. Neema kama kibali. Neema kama upendeleo. Neema kama rehema. Sawa? Kwa hiyo neema ziko nyingi. Neema ya kitumishi pia inaingia hapo. Sasa rafiki yangu, mwanangu, kama unatamani kwenda mbinguni, au unatamani kuwa na hela, au unatamani kuwa na mume na ndoa yako ishi milele mpaka mtakapokufa, unatamani kuwa na watoto, unatamani kuwa na uchumi, vyote hivyo vimefungwa na package ya neema. Kila kimoja kina neema yake. Ndio maana kuna watu kanisani wana neema ya kwenda mbinguni, lakini watakufa maskini kama Lazaro. Hata awe na njaa kiasi gani hawezi kuiba, ila hela hana. Rafiki wa Mungu Lazaro, kila siku ni ibada, lakini ana madonda mwili mzima. Maana yake neema ya afya alikuwa hana, neema ya uchumi alikuwa hana, uchumi mzuri, ila alikuwa na neema ya nini? Kwenda mbinguni.
katika mazingira yote anayopitia. Hagombani na Mungu, hamtukani Mungu, anampenda Mungu, anamwabudu, lakini vingine vyote haviko sawa. Watoto wangu, eleweni neema. Sasa neema kwa lugha fupi ni namna Mungu anaamua kumpa mtu kitu fulani. Ile ndio inaitwa nini? Neema. Kwa mfano, nchi tajiri miongoni mwa nchi tajiri duniani ambazo hazijateteleka kiuchumi kwa miaka mingi sana, hata kama ziko jangwani, ni nchi za Kiarabu. Iran, Saudi Arabia, zile nchi zote zile mpaka Dubai kule, Doha, Qatar kule, ni watu wamebarikiwa sana. Mnaelewa baraka zao zimetoka wapi? Zilitoka kwa Hajiri aliyemzaa Ishmaeli. Wakati wanalia pale jangwani, wanalia, mtoto analia njaa, malaika akashuka. Mungu akasema, nimesikia kilio chako, kama kukubariki nitakubariki, na kwako yatatoka maseili, watu wakubwa 12. Ndio wale mataifa mengi unaona pale yamezunguka Israeli. Sawa, Na ndio maana wale jamaa wana nguvu. Israeli kukaa pale ni mkono wa Mungu tu. Wale jamaa wana nguvu sana kiuchumi. Waarabu wana pesa nyingi. Hata miongoni mwa falme au mataifa yanayoishi kifahari sana, hata viongozi wao wanaishi kifahari sana, ni Waarabu. Swali, hao jamaa wanahitaji kumuomba Mungu wala kufunga kupata hela? Hamna. Hawahitaji kufunga. Yaani Mungu alishawapa. Na ndio maana kuna mtu kanisani kwenu umesha kusikia watu wanasema, huyu mchawi, huyu ni Freemason, mbona ana hela lakini anatenda dhambi? No. Mungu anaweza akampa mtu hela. Kwa nini? Anampa tu neema. Ndio unalialia kwa Mungu, Mungu anasema haya, utakuwa na hela. Bas. Nashangaa ukifanya biashara inakuwa, unaanza kujenga magorofa, unajenga nini? Kila siku wewe na dhambi. Unabaki kujiuliza, sometimes hata kanisani unachoka. Maana sasa unatenda dhambi lakini hela zinakuja tu, unatenda dhambi hela zinakuja tu. Unabaki kuchanganyikiwa. Sio Freemason, sio nini, hela unazo tu. Neema ya Mungu kiuchumi, neema ya Mungu kiafya. Kwa maana kuna mtu anaishi, mnaweza mkaenda mahali wengine wote mkaugua mafua yao ugui, mtakula chakula mtaugua matumbo yao ugui, mtafanya hivi sijui nini. Ngoja niwaambie, mimi nimeshuhudia watu anazini na watu wenye ukimwi na anakuta mpaka vile vidonge na nini. Yeye akienda kupima hana. Kwa macho yangu nimeona watu wengi hivyo wengi. Tena mwingine anakuambia, anakuolozesha kabisa, nimezini na fulani na wote walishakufa. Yeye hana. Neema. Na ndio maana kuna watu, narudia, sababu hii ndio inaofanya watu wengi wanaenda jehanamu bila kujua. Kuna vitu vinawadanganya kwenye maisha kwa sababu wanaona vina flow. Mfano, tusiende mbali. Wachungaji wengi hawamtendi Mungu dhambi, ni waaminifu, lakini watoto wao hawaeleweki. Mnaelewa kwa nini? Halafu wachungaji wale wanaisha kugombana na Mungu. Mungu, utaniokoa mimi na kizazi changu. Ni kweli atakuokoa wewe na kizazi chako kwa kupitia neema. Sio kwa sababu wewe umeokoka, no. Lazima ahadi yake ili itimie, aweke neema kwa watoto wako wamjue yeye. Asipoweka neema, wewe na mke wako mtaenda kanisani, mtahubiri, mtafanya, lakini watoto hawaendi kanisani. Hawaendi. Kwa nini? Hawana neema. Sasa hivyo ndio unakuta mtu fulani ana neema ya uchumi, mtu fulani ana neema ya kimasomo. Hivyo ni kujaliwa, inaitwa kujaliwa. So, that's why narudia. Una mpango wa kwenda mbinguni, muombe Mungu neema ya kwenda wapi?
Neema itakao kufanya kuwa mkamilifu. Unapita, I tell you true, kwa moyo wako iko siku utamtukana Mungu. There is a day utamtukana Mungu. Kwa nini? Hutamuelewa. Lakini the same situation itakao kufanya umtukane Mungu, kuna mtu anaipitia na anamtukuza Mungu. Tofauti yenu ni nini? Neema. Wote mnapitia mazingira ya kufanana, lakini mwenzako anamshukuru Mungu. Mungu asante. Asante kwa kupita hapa. Wewe hutamuelewa Mungu. Hutamuelewa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hamjaelewa neema ilivyo. Miongoni mwa kazi ya neema, mfano neema ya kumpeleka mtu mbinguni, ni mkono wa Mungu na kucontrol kama roboti. Unakupeleka. Kuna dhambi utazivuka kwa namna ambayo kama sio Mungu usingepita. Nakwambia ukweli. Utajikuta tu umevuka. Ndio maana ya neema. Iko hivi. Nyie mnamsomaga Yusufu kwenye Biblia. Yusufu akatongozwa na mke wa Potifa, akakamatwa, akakimbia. Yusufu alikuwa anampenda Mungu sana. Yusufu alikuwa ameamua kweli. Huo ni ujinga, ujui rafiki yangu. Kwanza mke wa Potifa alikuwa ni mke wa bosi. Anapata chakula chochote cha design yoyote. Anavaa nguo za staili yoyote na marashi ya kunukia. Ni utamaduni wa Misri. Kijana, mnaelewa kijana. Ukitaka kujua Biblia sometime nenda kwenye mazingira. Ukisoma mstari, just try to jump in and try to investigate. Ujue reality. Huyu jamaa kwanza ndo alikuwa kwenye umri ambao yani akikutana na mwanamke, kila kitu kwenye ubongo wake, kwenye akili yake kitasema safi. Kibiolojia, that is a fact. Na ndivyo Mungu alivyoumba. Mtu akishafikisha age ya miaka 17 kwenda juu na kufikia age ambayo huyu bwana huenda alikuwa na 18, huenda au alikuwa na 19 au alikuwa na 22. Umri huo sio wa kumisi chance kwa vijana wa kiume. Kwa sababu ni umri ambao homoni ndio zinakuwa ziko kwenye proper functioning. Sawa? Na mwili ndio unakuwa umeshaingia kwenye ile stage. Si mnaelewa, mmesoma biolojia, nyie mnasoma biolojia. Sawa? Then anakuja mtu ananukia marashi. Mambo haya hayakuwa rahisi kabisa kama sio neema. Mimi nawaambia, ukimtafuta Yusufu mbinguni, muulize. Hivi Yusufu ulipotoka pale, uliendelea kujisifu kukimbia au ulijiuliza kwa nini? Hata nimekimbiaje ujui. Hamjanielewa. Huenda Yusufu alipokimbia yeye mwenyewe alikaa mahali akaanza kujiuliza, hivi nimekimbia kweli? Hivi ni mimi kweli? Sawa? Hamwezi mkaelewa. Kwa sababu unajua hata kwenye mambo ya sheria za Mungu kipindi hicho hayakuwa wazi sana. Sheria ya Mungu ya usinitende dhambi kwa kuzinzi alijifunza wapi? Hivi mnajua sheria zilikuwa hazijaja bado? Ndio maana nakwambia ukisoma Biblia vizuri, soma kwa kuangalia sheria ya usizini imekuja lini. Sheria ya usizini imekuja lini? Imekuja wakati wa Musa. Wakati wa Yusufu haikuwepo. Yeye aliipata wapi? Ya kujisikia no. Huyu ni mke wa mtu. Akakimbia. Aliipata wapi?
neema. Neema inakukontrol kama roboti. Kuna mahali utapita, wengine hawezi wakapita, hata afunge siku 100. Kama sio neema upiti. Utafunga siku 100, alafu unaenda kumistake. That's why watoto wangu katika Bwana, mpendeni Mungu na muombe Mungu awape neema. Muombe Mungu neema. Jamani, sio kuwa na Yesu kutakufanya uache dhambi, ila ni kuwa na Yesu na kupata neema. Hii lugha napenda kuirudia. Ndio maana tuna watu wengi kanisani wanampenda Mungu, ila wanamtenda Mungu dhambi. Ila wanampenda. In fact wanampenda. Hata Mungu anajua mbinguni, they love me. Kwa ukitaka kuwa mkamilifu, acha mbwembwe. Piga magoti, mwambie Mungu, nipe neema. Safari yangu ni ipi? Nitapita wapi? Nitakutana na nini sijui. Nipe neema ya kwenda na mimi. Unisaidie kuvuka maeneo ambayo sio rahisi kuvuka. Sio rahisi kuvuka. Kwa sababu kwanza mnaelewa, Mungu anatumiaga moyo kukontrol moyo. Na moyo huwa ni mdanganyifu kuliko vitu vyote. Huna ada, kesho mtihani. Alafu unakumbuka fulani jana akakupigia simu. Takupata 500. Na ada uliopungukiwa ni 100. Kubakia na Yesu sio rahisi watoto. Hajawakuta. Unaweza ukamtupia mtu matope. Wewe una dhambi sana. Hajakukuta. Ndio maana mimi nakushauri. Unataka kuwa mkamilifu, unataka kuwa na uchumi bora, unataka uolewe kwa usahihi, unataka uzae watoto wazuri, unataka kila kitu, muombe Mungu neema ya kila kitu. Yani be specific. God give me grace of money. God give me grace to serve you faithfully. God give me grace of unikutanishe na mume bora. Grace. Neema ya Mungu haifailiki kitu. Will never fail. Kwa nini? Neema ya Mungu ni mkono wa Mungu kuja kutimiza kile ambacho amekuja kufanya. Bwana Yesu asifiwe. We kakague, kuna mchungaji ni mchungaji na huduma inakuwa, lakini ndoa imekufa. Na hata mumuombe Mungu, pepo lililokuwa kwa mchungaji litoke, halitoki. Ila siku mkiomba Mungu, leta neema ya ndoa ya mchungaji kwa mfano, alafu neema ishuke, mtashangaa mchungaji anabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Muda umeisha. Tusivunje sheria na tamaduni za shule. Sawa sawa, Bwana Yesu asante kwa neema yako.